Yo, karibuni kwenye keka la FIFA 2026. Mbele yako hapa ni Anskana. Sasa nataka twende kwenye match highlights. Nataka match highlights ya kwanza tuangalie mechi ya Norway dhidi ya England. Kwenye mechi ya Norway dhidi ya England hatuwezi kuangalia tu ushindi wa England peke yake, nataka tuangalie malalamiko ya Norway kwenda FIFA. Malalamiko ni ukitazama goli la kusawazisha la England lilikuwa lina utata sana. Goalkeeper alipiga mpira mbele, lakini ule mpira unaonekana ulibounce sehemu juu kule na ukarudi chini. Vorudi chini ukamkuta mchezaji wa England akakota akaenda kufunga. Wachezaji wa England wa Norway wanalalamika kwamba ule mpira ulienda kugusa kwenye cable za spider cam. Kuna kamera inafunguaga juu ya uwanja inaitwa spider cam, inaonyesha aerial shots za uwanja. Wanadai kwamba mpira uligusa pale. Sasa FIFA wanasema hapana, sensor za mpira hazijaonyesha kama ule mpira uligusa kitu unusual before kushuka chini. Hasa hapa utata ndio unapoanzia. Ukiangalia footage kiundani kwa macho tu ya nyama, unaonekana kama ule mpira ulibounce back to the ground. Yaani kuna sehemu uligusa ndio ukarudi chini. Lakini sensors zinasema hazijaonyesha kama mpira uliguswa. Kwa maana yake kuna ukinzani hapo kati ya macho yetu sisi kama binadamu na sensors zilizopo ndani ya mpira. Kwa mantiki hiyo naweza kusema kwamba anatilia mashaka teknolojia ya sensor zinazofungwa ndani ya mipira, kwa sababu si mara ya kwanza sensor kufanya mambo kama haya. Kama unakumbuka kuna goli lilifungwa la Croatia dhidi ya Portugal. Ile goli lilikataliwa kwamba ni offside. Kuna mchezaji hakugusa mpira, sensor zinasema aligusa mpira. Matokeo yake mpira ukaonekana ni offside. Kwenye hii mechi ya England similar, lakini luckily good for us, England imequalify kwenda kwenye hatua ya nusu finali. As you know, England kwa miaka mingi sana ikisafa hata kufika hatua ambayo imefika sasa hivi. Na Jude Bellingham wameonyesha ukubwa wao. Of course Jude amekuwa mchezaji bora wa hii robo finali, lakini FIFA they have to fix hiyo sensor yao ambayo ipo kwenye mpira. Match highlight nyingine ni mechi kati ya Switzerland na Argentina. Bwana, Argentina sasa hivi imekuwa ni timu ya kucheza dakika 120 ili kuweza kumove to the next step. Nadhani mara ya pili sasa inapelekwa 120. Mara ya kwanza ilipelekwa na Cabo Verde, mara ya pili sasa inapelekwa na Switzerland. Naweza nikaipongeza Switzerland katika njia moja au nyingine, kwa sababu ilicheza na wachezaji nusu, na sio tu wachezaji nusu, ilicheza pasina kuwa na mshambuliaji wao nambari 1 Emre Embolo. Lakini hiyo sio tatizo kabisa. Red card ya Embolo unaweza ukasema ni ya kuonewa ukitumia ubinadamu, lakini ukitumia sheria, red card ya Embolo ilikuwa ni sahihi kabisa, kwa sababu alijaribisha kumdanganya refa. Unajua kulikuwa na ugomvi kati ya Embolo na Paredes. Paredes alimsababishia Embolo kupata yellow card, kitu ambacho Embolo kilimuuma sana. Nadhani katika mchezo Embolo aliapia kwamba ni wewe lazima nami nitakurudishia nawe upate yellow card. So katikati mpira unaendelea, Paredes anamkaba Embolo, Embolo alijirusha, yani alijiangusha kimakusudi, ikampelekea refa kutoa yellow card kwenda kwa Paredes. Lakini watu wa VAR wakamuita, njoo ujiridhishe, refa njoo ujiridhishe. Refa kwenda kutazama akagundua kwamba Embolo amefanya simulation. So simulation is straight another yellow card. Ukimpa yellow card mchezaji mwenye yellow card, maana yake inafaa kuwa primary red card. So second yellow card kwa Embolo ni red card straight. Embolo akawa ametolewa kwenye mchezo, lakini Switzerland wakajikaza hadi wakaenda 120. Kufika 120, kama unavyojua mzee wangu, Ballon d'Or ziko pale Argentina. Argentina akaweka Ballon d'Or zao mezani, wakamtoa Switzerland. Lakini tukio lingine, Argentina walimpoteza mchezaji wao wa zamani Antonio Ratin. Antonio Ratin ni mmoja wa wachezaji ambao mwaka 1966 ndio alichangia kuwepo kwa red card na yellow card kwenye mpira. Mmoja wa wachezaji wa mwanzo kabisa kuchangia kutungwa kwa sheria ya yellow card na red card kwenye mpira ni huyu mchezaji wa Argentina ambaye alifariki siku ya nyuzi katika mchezo wa Switzerland dhidi ya Argentina. So kulikuwa na moment of silence, na kama uliona kuna baadhi ya wachezaji walivaa vitambaa vyeusi kumuomboleza mchezaji huyo wa zamani nguli wa Argentina. Match recap nyingine ni match kati ya France versus Morocco. Bad luck, timu zote za Afrika zimekuwa disqualified right now, zipo tena kwenye mashindano. Hii game bwana, naweza nikasema Morocco kama alikuja kucheza
kwa ajili ya kutafuta kucheza 120 au labda mechi iweze kwenda kwenye extra time, wakutane kwenye mapenati, apite kupitia penalty kick, kwa sababu hata mfumo alioingia nao uwanjani ni mfumo wa kujilinda zaidi. Aliingia na mfumo wa, yani Brahim Diaz peke yake ndo aliachwa mbele, the rest of the players walirudi nyuma. Sasa ukicheza mfumo kama huo kwa timu kama France yenye washambuliaji wengi, kumbuka tu muda wowote lazima kuache na alama ya mshangao. So it's happen what is happen, lakini tukio kubwa zaidi ni Kylian Mbappe kukosa penalti. Naweza nikasema kipa wa Morocco kwenye mapenalti hamna anayemweza. Imagine kudaka penalti ya Kylian Mbappe. Ilikuwa ni tukio la kushangaza zaidi, lakini dakika kadhaa mbele Kylian Mbappe alirudi wavuni, then Dembele pia akaenda akapiga goli la pili, mechi ikaisha 2-0. Hivyo imeipeleka Ufaransa mbele zaidi, na predict leo France to win the World Cup. Mechi yetu nyingine ni mechi kati ya Spain na Belgium ambayo ilimalizika kwa 2-1. Bwana Mikel Moreno amekuwa ni super sub hii kwa mara ya pili mfululizo. Mara ya kwanza kwenye mechi yao dhidi ya Portugal aliingia dakika za majeruhi na akaipatia ushindi Spain, na hii ni kwa mara nyingine tena ameingia second half na kuipatia ushindi Spain dhidi ya Belgium. Lakini sio habari ni kocha wa Belgium kumtoa Thibaut Courtois. Thibaut Courtois kipindi cha pili ilionekana na maumivu kidogo ya mguu, lakini alisema yeye mwenyewe anaweza kuendelea na mechi, japokuwa kocha alisisitiza ya kwamba hawezi kumwacha mchezaji mwenye hitilafu kidogo, yani mwenye udhaifu hata kidogo tu, aendelee kucheza mechi ngumu kama ile. So alimtoa na kumuingiza kipa mwingine. Kipa mwingine kuingia dakika chache baadaye ilipigwa mkwaju kutoka kwa Mikel Moreno, na kipa akashindwa kuuzuia. Basi Thibaut Courtois kwa upande wake anaamini kabisa kama angeendelea kubaki uwanjani, basi lile goli la pili ambalo lilifungwa na Moreno yeye asingeweza kufungwa, na labda Belgium bado ingekuepo mpaka leo kwenye mashindano. Hiyo sio shida. Nimeangalia performance ya Spain katika hizi mechi kadhaa ambao mpaka hapo ilipofikia, na wasiwasi sana kwenye mechi yao dhidi ya France. Of course Spain wamejitahidi sana kuziba lango lao, mpaka sasa hivi wameruhusu goli moja tu kwenye hiyo mechi yao dhidi ya Belgium. Ando mechi pekee ambayo Spain imeruhusu goli. Sasa sidhani kama Spain wanaweza kuwakazia kina Dembele, Barcola na Kylian Mbappe kuto kuingia wavuni. Let's see what is going to happen, lakini naamini itakuwa ni moja ya mechi ngumu zaidi kwa kushuhudia. Ina option mbili. Either itatoa magoli zaidi ya 3 ama janti litaanguka. Kwa ni France all over 2.5. Kwenye drip check leo nataka tuongelee kiatu cha Lionel Messi. Unajua viatu vingi vya wachezaji kombe la dunia ni vya rangi ya pinki, ila viatu vya Messi vyenyewe ni viatu maalum vinaitwa Adidas F50 Messi Signature. Hivi ni viatu anavyovaa Lionel Messi peke yake. Vina uzito wa gramu 194. Vina teknolojia ya hybrid touch ambayo inasababisha kugusa mpira kwa ufasaha zaidi. Pia ina sprint frame sole ya 360, hivyo inamwezesha kugeuka kwa haraka na kumrahisishia kwenye kukimbia kwake kwenye kusprint. Hivyo ni viatu vya Lionel Messi, vina rangi ya blue bahari, pinkish pamoja na cloud white. Nyuma vimeandikwa namba 10 na vina signature ya Lionel Messi, yani jezi namba yake iko pia kwenye kiatu, na pia imeandikwa kabisa Lionel Messi. Camp leo inaenda kwenye camp ya France. Kitu ambacho hamjui, hizi habari zinazomwongelea Mbappe kama ni dikteta wa Kifaransa ama kiongozi wa kijeshi wa timu ya taifa ya Kifaransa, le Captain Mbappe, utani huu unaenda mpaka kwenye kambi. Kwenye kambi wenyewe wanachukulia kama ni utani. Sasa Dembele na Czech walimuita Mbappe kwa Kifaransa walimuita Mobut. Sasa sio ndo Mobut Seseko Adono, lakini walimuita Mobut. Mobut inamaanisha kama mtu mwenye mamlaka makubwa zaidi, yani like general, like captain wa kijeshi. Hivyo ni kama muongozaji fulani wa kivita. Mbappe akawa anacheka sana. Lakini kuelekea kwenye mechi yao ya nusu finali dhidi ya Spain, unaambiwa kambi yao kwa mara ya mwisho juzi waliruhusiwa ndugu kuingia hotelini kusalimia wachezaji. Yani kama wewe una mke, una watoto, una familia ambao ipo Marekani, basi waliruhusiwa kwenda kuwaona wachezaji kwa mara ya mwisho kabla kambi haijafungwa rasmi kama gereza wa nje wa ndani. Hiko ndo kinachoendelea kwenye kambi ya Ufaransa. Kwa utani mnamtania Mbappe kwenye social media, mpaka wachezaji wenzie pia wanamtania hivyo, na Mbappe anaichukulia tu positive. Player deep dive ya leo nataka niipeleke kwa Jude Bellingham, mchezaji mshambuliaji kutoka England. Sasa ninachotaka uniambie, sitaki majibu ya ChatGPT hapa.
nataka unitajie mechi yake ya kwanza kucheza akiwa amevaa jezi ya England ilikuwa mgongoni ni jezi namba ngapi? Hiyo namba moja. Namba mbili, Jude Bellingham kwenye historia yake alikuwa achezea Birmingham City huko. Baada ya yeye kuhama kutoka Birmingham City kwenda Dortmund alikuwa akivaa jezi namba ngapi? Na hiyo jezi baada ya kuhama alistaafisha. Kwa jezi hiyo mpaka leo tunavyozungumza haitumiki, yani hiyo namba haitumiki katika timu aliyotoka kabla hajaenda Borussia Dortmund. So unaweza ukaniambia ni jezi namba ngapi hapa kwenye comment. Yo, tunaungana na Keka News mtaani right now. Tupo mtaani leo, tunapewa nguvu kubwa sana na Piga Bet. Ni mwendo wa kumpiga mwindi. France na Spain, Argentina na England. Mtaa una cheche nyingi sana za kutema. Faransa tunampa nguvu zaidi mpira wa leo. Spain ana wachezaji wazuri, lakini kuja kuangalia vijana wake bado ni wadogo. Tunampa nguvu zaidi Mfaransa kwa sababu kila kucheza na magoli mengi. Toka anze Ufaransa mpira mashindano yake kumerudia, toka anze kwenye makundi hajawahi kutoa draw, anapiga mtu 3-3. Mechi ya juzi ya Morocco tukashinda goli 2. Yaani tukapata nafuu na ni Morocco. Yaani bila hata shida Mfaransa anachukua kombe. England safari analeta maajabu, anashinda. Finali itakuwa England France. Kwa nini mnamuua Argentina mbele? Argentina mpaka sasa hivi katika michezo yake yote aliyocheza anabebwa. Ashindi kihalali. Argentina ni mbovu kweli, ni mbovu. Lakini 80% Argentina za kucheza finali kwa sababu na watu ambao wanakutana nao. Kama mechi ya kesho kutwa wanacheza na England. Ni mbovu, England ni mbovu, lakini ikitokea kama unakutana na mbovu zaidi yako, kwa hiyo unakuta ni mbovu zaidi. Argentina mpira wanao, ila sio wa kiwango kile cha kufanya kwamba wao wawe dominant. Kwa mimi nampa Ufaransa kwa sababu anashinda kwa ushawishi na mpira unaonekana. Ufaransa wako vizuri sana kwa sababu hata ukiangalia wanavyocheza kwamba unajua kabisa wana Olise, wana Mbappe, wana Dembele, pembeni kuna kina Due. Yaani kuna vitu ambavyo ukitajiwa mwenyewe mpaka unasema kweli timu imeshiba. Sasa Anskana, swali leo linatoka kwangu. Mimi nina swali moja tu kwako. Anskana, bei ya tiketi ya chini kabisa na ya juu kabisa kuangalia michuano ya World Cup hatua hii ya nusu finali kuelekea finali ni pesa ngapi? Kutoka mtaani swali naweza ni kwamba kiingilio cha kutazama finali za kombe la dunia ni kiasi gani? Actually paka sasa hivi sijajua actual figure, lakini najua kuna tiketi ambayo tunaongea sasa hizi za luxuries zinaanzia milioni 90. Sijajua kwenye mzunguko, lakini sidhani kama utakuwa na tiketi ambayo chini ya $10,000. Sidhani. Hansi hujakosea sana, lakini mimi naomba niweke sawa tu ulichokisema. Bei ya chini kabisa ina range kwenye $7,000 ambayo ni sawasawa na milioni 19 za Kitanzania. Milioni 19 na ushare. Wakati bei ya juu kabisa ya tiketi hii $32,000 ambayo ni sawasawa na milioni 83 za Kitanzania. So Hans, upo sahihi, umepita mule. Mimi nimefanya kunyoosha tu. Hii ni Keka la FIFA na Piga Bet, ni mwendo wa kumpiga mwindi. Match prediction ya leo inaenda kwenye game ya France dhidi ya yoyote atakutana naye finali. Paka ninapokuambia sasa hivi maana yake ni France tayari yuko finali. Yoyote atakutana na Ufaransa finali, yeye peke yake atapigwa goli 2. Kompe Ufaransa kufunga goli 2 kwenye finali. I'm done. This is Anskana and this is Piga Bet.